Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Sabiha TV. Bila shaka hujambo, karibu katika kipindi cha Ramadhan, na leo tunaye Sheikh wa kata ya Kitunda ambako tumefika ofisini kwake. Kubwa zaidi ni kukumbusha umma wa Kiislamu kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, namna gani tufanye ili tuweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tupo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Naam, karibu Sheikh. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'atum rasulu rabbuna bilhaq huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha mushrikun. Wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani na ziada kipenzi cha umma huu, si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Baada ya hayo, ndugu watazamaji na wasikilizaji wa televisheni yetu penda ya Sabiha TV, leo tuko hapa kuelezana masuala yanayohusu katika dini yetu, na mada nitakayowashirisha ni mimi ndugu yenu Sheikh Salum Ninga, ni kaimu shekhe wa kata ya Kitunda. Kama tulivyosema, ni maudhui yetu ya leo, tutahusiana kuhusu swala zima la dini yetu ya Uislamu, na tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wenye faida, ni mwezi wenye machumo, ni mwezi wenye mambo mengi kabisa kwa maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye amehusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa kuanza kuichambua saumu yetu, Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlaamini, kutiba alaykumus siyamu, mmefaradhishiwa ninyi kufunga saumu, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama waliofaradhisha waliopo kabla yenu. Lakini funga ina malengo Allah subhanahu wa ta'ala, na malengo ya funga kama mwenyewe alivyoripoti, la'allakum tattaqun. Yeye anachokitaka Mwenyezi Mungu watu, jambo la kwanza wawe wacha Mungu. Jambo la kwanza anachokitaka Mwenyezi Mungu kwa huruma yake tu, ili upatikane ucha Mungu, basi ingia katika kufunga. Na hii ni njia fupi tu ya mkato aliweka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika maisha ya mwanadamu, unapozaliwa asili yake mtu anakuwa ni Muislamu. Unapozaliwa unakuwa ni Muislamu, lakini kuna daraja za kufanya, kuna vyeo vinatafutwa ndani kutoka katika kuzaliwa, lakini kuna vyeo vinapatikana katika huu Uislamu wetu. Sasa unapokuwa Muislamu, jambo la pili kwa wewe ni kuutafuta uumini. Inatakiwa uwe muumini. Uumini unaupataje? Uwe muumini wa Kiislamu. Basi uumini unapopatikana, kinachotakiwa jambo la kwanza ni kukatazika yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa hayapendi, na kuyakimbilia yale ambayo subhanahu wa ta'ala aliyokuja kutuelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni daraja ya kwanza, kutoka katika Uislamu unaingia katika uumini. Lakini pia katika muumini kuna cheo kingine, ucha Mungu. Hii nayo ni daraja nyingine pia. Ucha Mungu unatoka katika uumini unaingia katika ucha Mungu. Ucha Mungu kuna mambo yake pia nayo ya kufanya. Ili uwe mcha Mungu kuna mambo yake ya kufanya, na miongoni mwa kufanya, jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala katika maelekezo yake ni adhkari. Ni adhkari. Ukiwa mtu wa adhkari, basi unapata hiyo tunu ya ucha Mungu, na moyo unatulia, kama alivyoripoti mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub.
ili upate moyo safi uliotulia, basi kuwa mwingi wa kukithirisha sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ni njia nyingine pia. Lakini kwa nini nimesema njia ya kufunga ni njia ya mkato kwenda katika ucha Mungu? Njia ya mkato kwenda katika ucha Mungu ni kusimama vizuri kufunga hizi siku 30 ama siku 29 kwa kadiri ilivyokuja kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunapata lengo la kufunga ni watu wawe wacha Mungu. Lakini na lengo la kufanya adhkari pia linampeleka mtu katika ucha Mungu. Haya ni mambo mawili. Lakini ucha Mungu wa leo tutauzungumzia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio ucha Mungu wa leo ambaye tunauzungumzia. Saumu ni nini? Wanasema ma saumu. Saumu ni nini? Lazima kwanza ijulikane nini maana ya saumu. Wanasema huwa al-imtina'u 'anil akli wash-shurbi wal-jima'i wa kulli muftari. Hiyo ndiyo maana ya saumu. Bimaana kwamba ni kujizuia kula na kunywa na jimai. Ukiweza kujizuia na hivi vitu, basi ndiyo unapata maana ya saumu. Kwanza lazima ieleweke maana hiyo ya saumu tunaelezea. Lakini pia saumu yenyewe ina muda wake. Ndani ya mwaka tunapata mwezi mmoja. Lakini kile kitendo chenyewe cha kuingia ndani ya saumu kina muda wake pia. Na muda wake mitului alfajiri. Inaanza wakati wa alfajiri ila ghurubi shamsi, mpaka pale kuzama kwa jua. Bimaana saumu inapatikana kuanzia nyakati za alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Mchana yake yote ile ni Ramadhani ya kufunga. Sawa? Naam, mtazamaji wa Sabikha TV, kupitia TikTok tuko live pia kufuatilia kipindi chetu hiki cha Som, na Sheikh ameanza kuelezea kuhusiana na nini maana ya Som, lakini pia tunashukuru sana wale ambao wameanza kujoin kupitia TikTok kama Sabikha TV online. Tunaye John Adam ambaye pia amejoin, hongera sana. Suleiman na amejoin Smart. Pia tunaona watu wengi sana wanaendelea kujoin kuhusiana na kipindi chetu hiki cha Ramadhan. Tuko hapa katika ofisi ya Sheikh wakati Kitunda, na kubwa zaidi kutukumbusha sisi kuhusiana na maana halisi ya funga ama somo kama alivyoanza kuelezea Sheikh kuhusiana na somo. Basi tuendelee kucomment kuhusiana na hiki ambacho anaendelea kuzungumza, na kama kuna swali basi unaweza ku comment hapo swali lako, basi Sheikh moja kwa moja atakwenda kujibu hapa kupitia TikTok tuko live, lakini pia kusahau Sabikha TV na tuko live pia. Naam, tunaendelea kuhusiana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaendelea kuhusiana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia hii somu ina watu maalumu inaowajibikia kufunga. Saumu ina watu maalumu inaowajibikia kufunga. Na ya kwanza, ni jambo la kwanza ni wajibu kufunga ala kulli muslim. Kwa kila Muislamu kwake kufunga ni wajibu. Na Uislamu wenyewe pia una vigezo. Balighi, cha kwanza uwe balighi. Kwako wewe ni wajibu kufunga. Akilin, na pia naye natakiwa uwe mwenye akili timamu. Ifunga. Funga ni wajibu kwa kila Muislamu aliyofikia balighi na mwenye akili timamu, kadirin, na mwenye uwezo wa kufunga, na waliotohalika, kwa kina mama waliotohalika na hedhi na nifasi. Pengine Sheikh hapo kwenye balighi, kwa Afrika tukiangalia mtoto anaweza kabla akiwa na miaka zaidi ya pengine 10 kuendelea au 14 Kiswahili. Sasa kwa upande wa dini ya Islam mtoto anaweza kabla kuanzia miaka mingapi? Naam, mtoto wa balighi inaangaliwa katika kwa mwanamke na kwa mwanaume. Wanasema mwanamke inawezekana miaka 9. Kwa mwanamke miaka 9 anaingia katika balighi ya utu uzima. Lakini kwa mwanamume tunamwangalia katika miaka 15 au tunamwangalia katika mabadiliko ya sauti ama kule kuota usiku anapolala. Pia itaangaliwa balighi yake huyu.
Vikiwajibika vitendo hivyo vimeonekana, basi mtu huyu tunamhesabu ni baligh. Lakini kuingia katika baligh aqilan, tutamwangalia nayo ana akili timamu, kwa sababu funga haimwajibiki mwandazimu. Haimwajibiki mwandazimu, amesamehewa yule mwandazimu. Na funga inamwajibikia mtu mwenye uwezo, mwenye afya iliyokuwa nzuri. Na hata kama afya haijakuwa nzuri kabisa, lakini anajiona anaumwa, lakini akiwa na uwezo wa kufunga kwa maradhi yake, basi litakuwa nikafanya jambo lililokuwa bora kwake katika funga hii. Okay, na pengine sasa hao watu ambao wanaruhusiwa kufunga kama ilivyoanza mtu baligh au na akili na pia au ametoharika, na ni wakati gani sasa sahihi haswa kwa mtoto ile kujua kwamba ataanza kufunga ikiwa tayari kashabaligh lakini hana uzoefu wa kufunga? Naam, kwa maelekezo ya dini yetu ya Uislamu inapendeza ikiwa katika miaka 7. Inapendeza ikiwa katika miaka 7 funga na kuswali, na tumeambiwa kwa maelekezo mtoto akifika miaka 10 basi kuna kitu cha wajibu kwa mzazi kumwajibikia mtoto huyu. Na hakuna kingine, hata ikiwezekana kumwajibisha kwa bakola ili aweze kuwajibika katika funga hii na swala. Na taratibu za funga kwa ufupi sasa tuwaziangalia ziko vipi haswa ili mtu funga yake ikamilike, haswa aonekane kwamba funga yangu imekamilika na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikubali, na atakiwa awe vipi na afanye nini? Naam, katika utaratibu wa kufunga tunarudi tena katika mada yetu ya juu, maana ile ya funga katika huwa imtina'u anil akul. Jambo la kwanza ajizuie kwa kula, wa shurubi na ajizuie kwa kunywa, wa jimai na ajizuie vitendo vya jimai, wa kula muftari na vile vivyote vinavyofunguza. Akikidhi vigezo hivi vilivyotajwa, basi jambo la kwanza huyu atakuwa amekidhi kufunga. Huyu atakuwa amekidhi kufunga. Lakini pia miongoni mwa funga, ili funga isimame vizuri, basi tusiwe wepesi kuzichezea swaumu kwa mambo ya lahwa, mambo ya upuuzi. Tusiwe wepesi kuzichezea swaumu zetu. Tunazichezeaje swaumu zetu? Swaumu haiwezi kwenda kulainishwa kwa swaumu, yani isiwe ikapunguzwa makali kwa bao. Haiwezekani. Swaumu haiwezi kupunguzwa kasi na kujiliwaza kusema na kwenda kupoteza swaumu kwa bao. Hilo haliwezekani. Na wala swaumu haiwezi kupunguzwa kasi kwa karata. Hilo haliwezekani. Ile neno la bao gani pengine? Bao nalikusudia lile la solo la kusafiri na kutakata. Wengi wanakaa kuanzia asubuhi, adhana wewe adhini, adhuri, adhini, lakini anasafiri na kutakata aliyakuwa amefunga. La asiri, adhini, swali, lakini yeye kuanzia adhuri yuko pale anasafiri na kutakata aliyakuwa amefunga. Kwa hiyo nyakati zile inakuwa ni vizuri ili uilainishe saumu yako, hebu fanya adhkari au soma Qur'ani, kwa sababu huu ndio mwezi wa Qur'ani. Nadhani kwa hili inawezekana ukawa miongoni mwa kuilainisha hii saumu yako, ili kwa sababu lengo imekuja la'allakum tattaqun, ili watu wawe wacha Mungu. Kwa nini ucha Mungu wako usiupeleke ndani ya Qur'ani? Jiegeshe katika msikiti, jiegeshe nyumbani kwako, chukua kitabu chako, soma Qur'ani. Jiegeshe nyumbani kwako, jiegeshe msikitini, hebu fanya adhkari. Na hasa kwa kipindi hiki ni kipindi cha adhkari sana. Kwa sababu gani kipindi hiki cha adhkari sana? Kwa sababu madhara yamekuwa mengi. Na ndio maana unaona tunafunga, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna zile haki stahiki tunazozipataga kila mwaka, lakini ametutia ndani ya majaribu. Hatujawahi kufunga na jua lililokuwa kali miaka yote. Hatujawahi kufunga saumu na jua limekuwa kali na tukakosa mvua. Hatujawahi. Lakini kwa mwaka huu ndio mwaka wa kwanza tunapata majaribu hayo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini yote kwa watu wenye akili timamu watambue tumemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ilitokea hata katika kaumu Nuh. Nuhu ilikuwa kwake kuna ukame. Katika ukame, lakini Mwenyezi Mungu jambo analotaka yeye lilikuwa ni dogo, ambalo hili tunaloelezea mimi na wewe. Alimwambia Nabii Nuhu, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alimwambia Nuhu, sema astaghfirullah
astaghfirullah, aseme hivyo tu, yuristil samaa alaikum midrara. Ndiyo, ukisema maneno hayo basi tutakuleteni mvua isiyokuwa na madhara. Midrara ni mvua ambayo iliyokuwa haina madhara.